Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 25 ya mwezi wa 3, kanisa linaadhimisha sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana Bikira Maria. Lakini pia kwenye orodha ya maisha ya watakatifu, tarehe 25 ya mwezi wa 3 ni kumbukumbu ya Mtakatifu Dismas, mwizi mwema. Sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Siku ya leo tunaadhimisha tukio kubwa kabisa ambalo halijawahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Tukio la umwilisho, yaani neno la Mungu anakuwa mwanadamu. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu inatwaa mwili. Tunaadhimisha siku ile Bikira Maria alipopashwa habari na malaika Gabrieli kuwa atachukua mimba na kumzaa Masiha, mwana wa Mungu. Mwanadamu kwa muda mrefu amekuwa na kiu ya Mungu na kutamani kuwa naye ili aweze kuomba ulinzi na mwongozo wa Mungu na pia kufurahia uhusiano wa karibu naye. Lakini mwanadamu alijisikia hana nguvu ya kumwendea Mungu kwa karibu. Kwake ilikuwa kama kupanda mlima mrefu na wenye mwinuko mkali kuelekea angani ambako alifikiri Mungu anakaa. Njia pekee ya mwanadamu kuwa karibu na Mungu ni Mungu kushuka chini na kukaa naye. Neno wa Mungu amekubali kuwa pamoja nasi na kutwaa hali ya kibinadamu pasipo dhambi. Alikuja kuishi kati yetu ili sisi tushiriki uzima wake na Roho wake. Kushiriki huku kutamfanya mwanadamu kuwa karibu na Mungu katika maisha haya na baada ya maisha haya kuwa pamoja naye. Kwa miaka mingi umwilisho wa Kristo au kupashwa habari kwa Bikira Maria kuliadhimishwa pamoja na sikukuu ya kuzaliwa kwake. Lakini polepole kanisa likaanza kuadhimisha tukio hili tarehe 25 ya mwezi Machi. Lakini kwa nini tarehe 25 ya mwezi Machi? Kwa sababu Wakristo wengi waliona kuwa Yesu alitungwa mimba tumboni mwa Maria kwa miezi 9, na kwa vile sherehe ya kuzaliwa kwake iliadhimishwa tarehe 25 ya mwezi Desemba, basi walirudisha nyuma miezi 9 kuadhimisha umwilisho wa Kristo, yaani tarehe 25 ya mwezi Machi. Sababu nyingine ni kwamba Wakristo waliona kuwa Yesu alitungwa mimba mwanzoni mwa kipindi ambacho mimea huchanua maua na kuleta uhai mpya baada ya kipindi cha baridi kali kuisha. Kwao ilionekana kipindi cha kufaa kwa Yesu kuanza maisha yake kama mwanadamu, kwa sababu alikuwa analeta uhai mpya katika maisha ya mwanadamu baada ya kuwa na kipindi kirefu cha baridi ya dhambi hapa duniani. Kupashwa habari kulikuwa hivi: malaika Gabrieli alimtokea Maria akamwambia, "Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote." Maria aliposikia salamu hizo alifadhaika, akawaza moyoni maana ya maamkio hayo. Lakini malaika akamwambia, "Usiogope Maria, kwani Mungu amekujalia neema yake. Utachukua mimba, utamzaa mtoto, jina lake ataitwa Yesu. Atakuwa mkuu, watamwita mwana wa Mungu. Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake." Kisha Maria alimwambia malaika, "Yatakuwaje hayo, nami sijui mume?" Malaika akamjibu,
Roho Mtakatifu atakushukia na nguvu ya Mungu aliye juu itakufunika kwa kivuli chake. Ndiyo maana mtakatifu atakayezaliwa nawe ataitwa mwana wa Mungu. Hata Elizabeti binamu yako, ingawa ni mzee, amechukua mimba, atazaa mtoto. Huu ni mwezi wake wa 6, kwani Mungu aweza kila kitu. Maria alikubali akisema, ndimi mtumishi wa Bwana, nijaliwe kama ulivyosema. Pale pale Roho Mtakatifu alitunga mimba ya mwana wa Mungu katika mwili wa Bikira Maria, na neno wa Mungu akatoa mwili na roho, akajifanya mtu, akakaa kwetu. Kwa hivyo katika sherehe hii tunaadhimisha mwanzo wa wokovu wetu. Mtakatifu leo anatupatia tafakari fupi katika sherehe hii. Aliachilia yote, ingawa alikuwa haonekani, akaonekana. Ingawa alikuwa muumba na Bwana wa vitu vyote, alichagua kuwa mmoja wetu sisi wanadamu. Hata hivyo hakupoteza umungu wake. Kama kwa kufanya hivyo hakupoteza umungu wake, ni kwa sababu ya upendo na huruma yake, na hivyo hakupoteza uwezo wake, bali alionyesha zaidi uwezo wake. Yeye aliye na asili ya kimungu na ambaye alimuumba mwanadamu amekuwa na hali ya mtumwa, yaani mwenyewe amekuwa mwanadamu. Turejee katika maisha ya Mtakatifu Dismas, mwizi mwema. Dismas alikuwa yule mwizi aliyesulibiwa pamoja na Yesu pale Kalvario, na ambaye alitubu na kumwomba Yesu amkumbuke katika utawala wake. Hatuna habari zake katika maandiko matakatifu, lakini masimulizi yanasema kuwa Dismas na yule mwizi mwingine waliosulibiwa pamoja, ambaye jina lake ni Gestas, walijaribu kuwaibia familia takatifu ya Nazareti wakati wakiwa safarini kwenda Misri kumficha mtoto Yesu asiangamizwe na Herode. Lakini Dismas alighaili ubaya wake na kuiokoa ile familia isiibiwe na Gestas. Wakati akisulibiwa pamoja na Yesu, alimkemea mwizi mwenzake aliyekuwa akimdhihaki Yesu akimwambia, humwogopi hata Mungu? Umepewa hukumu kama yake, lakini kwa upande wetu tunastahili. Tunalipa kwa kosa tulilotenda, lakini mtu huyu hana kosa lolote alilotenda. Rejea Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 40 hadi 41. Ombi lake la kusamehewa dhambi linajidhihirisha wazi katika maneno yake, Yesu, nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 23 aya ya 42. Yesu akamjibu, hakika nakuambia, leo utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 23 aya ya 43. Dismas ni mtakatifu wa kwanza kutangazwa na Yesu mwenyewe. Dismas ni mfano wa wahalifu, wezi na majambazi. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Dismas. Mtu mwenye moyo mgumu na dhamiri dhaifu ni mgonjwa kiroho, hata kama ana madaraka makubwa na nguvu nyingi za mwili. Kila juhudi ifanyike kuokoa roho yake. Msikie leo sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ni rejea ya Papa Yohane Paulo wa pili. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wengine tarehe 25 ya mwezi wa 3.
Mtakatifu Anunsiata, Bikira Maria mama wa Mungu, utuombee.